Tabibu tawi la Bungoma umetangaza rasmi kuanza kwa mgomo katika kaunti hiyo kufuatia kumalizika kwa notisi ya siku 14 iliyotolewa ambayo imeisha jana Jumatano. Wakizungumza na wanahabari mjini Bungoma wakiongozwa na katibu mkuu wa tawi hilo Ekisa Ambuchi, wamesema kuwa licha ya juhudi za kutatua mzozo unaoendelea, serikali ya kaunti imeshindwa kutoa suluhisho la kudumu kwa masuala muhimu yanayoathiri utoaji wa huduma za afya. Aidha, wamesema wataendelea kutatiza shughuli za matibabu iwapo matakwa yao hayatatekelezwa. Ni mwajiri ambaye ni hatari kwa usalama wa wafanyikazi. Manake unapoajiri wafanyikazi kwa mikataba duni, mikataba ya kibepari, mikataba ambayo kazi yake ni kunyonya damu na kuacha wafanyikazi hohehae, hiyo ni jambo ambalo halifai kukua katika karne ya 21. Vipengee hivi ni kama mwajiri amekataa kushughulikia mikataba ambayo aliweka sahihi. Tunazungumzia mikataba ya Return to Work Formula 2026 na mikataba wa CBA ambayo mpaka sasa mwajiri wa Bungoma kati ya waajiri wengine 46 yeye tu na wachache wengine hawajatia sahihi. Inaonyesha ya kwamba mwajiri huyu hajawajibika katika shughuli yake ya kuonyesha ya kwamba wafanyikazi wanafanya kazi katika hali ambayo iko sawa. Wiki ijayo kuanzia Jumatatu tutakuwa tukikongamana kwenye hizi ofisi ya governor, ofisi ya county assembly na offices zote, ofisi ya county public service board na ofisi zote husika, ili kwamba kuweza kuwashurutisha waweze kufuata sheria katika utekelezaji wa haki za wahudumu wa afya. Mwaka jana tumekuwa na mgomo wa wahudumu wa afya, na haya mambo tulikuwa tumeweza kuyaongelea na tukasema mgomo umeisha, tutarudi kazi, tufanye kazi. Ila sasa ni miaka 4 na supplementary budget process imeshaisha. Hawajawekeza pesa ya kutulipa mishahara zetu, hawajawekeza pesa ya kutulipa mshahara iliyo sawa. Ujue kuwa kuna wengine wanapata chini ya robo mshahara, kuna wengine pia hawajapata promotion zaidi ya miaka 10. Tuangazie mengine juhudi